Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 24 Juni mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tangazia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hatua mpya zinazochukuliwa kuhusu ugonjwa wa Ebola, ziara inayotarajiwa kufanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika mkoa wa Ituri, pamoja na maendeleo ya kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani. Vile tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usafiri katika Kivu Kaskazini, operesheni za usalama zinazofanywa na FARDC katika Ituri, pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazogusa maisha ya wananchi wetu. Endelea kubaki nasi kupitia Kivu News Info, sauti ya kweli na taarifa ya maendeleo. Mimi ni Teloje Longa, basi nakukaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 24 Juni mwaka 2026. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini, ambako operesheni za kijeshi pamoja na mashambulizi ya angani yameripotiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, eneo la kimkakati linalojulikana kama Point Zero bado endelea kudhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Taarifa zilizokuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa jeshi limepoteza udhibiti wa eneo hilo au limeondoka zimekanushwa na vyanzo vya ndani vinavyofuatilia hali ya usalama katika eneo hilo. Vyanzo hivyo vinaeleza kwamba hali katika eneo hilo bado ni tete, huku vikosi vya jeshi vikiendelea na operesheni za kulinda maeneo ya kimkakati dhidi ya makundi yenye silaha endesha shughuli zake katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini. Katika saa za asubuhi ya jana tarehe 23 Juni, mashambulizi ya anga yalipotiwa katika kijiji cha Ilundu kilichopo katika sekta Itombwe wilayani Fizi. Mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa kwa kutumia ndege isiyo na rubani wakati wa operesheni za kijeshi zikiendelea katika eneo hilo. Hali katika maeneo ya Minembwe na nyanda za juu za Fizi inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Ripoti kutoka eneo zinaeleza kuwa mashambulizi ya mara kwa mara yanaendeshwa kwa kutumia ndege isiyo na rubani yanaendelea kuathiri usalama wa raia. Wananchi wameeleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha hofu kubwa, huku baadhi ya familia zikipoteza wapendwa wao na wengine kulazimika kuhama makazi yao kwa kufia usalama wao. Kuna madai yanaendelea kutolewa kuhusu ukiukwaji wa anga katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe, ambako ndege zinazodaiwa kuhusishwa na Rwanda zinaripotiwa kuonekana katika eneo hilo. Madai yanaendelea kuzua mvutano na wasiwasi miongoni mwa wakazi wa maeneo husika. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano, mashambulizi ya anga na hali ya kutokuaminiana kati ya pande mbalimbali kunaweza kuongeza zaidi mvutano katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Hali hii pia inaendelea kuathiri mshikamano wa kijamii kati ya jamii mbalimbali zinazoishi katika maeneo hayo, huku wananchi wakitoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa amani kuongeza juhudi za kurejesha utulivu na kuhakikisha ulinzi wa raia. Mpaka sasa hali ya usalama katika Mwenga, Fizi na Minembwe inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, kwa wakazi wa maeneo wakiendelea kuishi katika taharuki kutokana na hali ya mapigano na mashambulizi yanaendelea kuripotiwa. Wasiwasi inaendelea kuongezeka katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini baada ya kuibuka kwa taarifa zinazodai kuwepo kwa harakati mpya za kijeshi zinazohusisha ndege inayodaiwa kutoka Rwanda katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani siku ya jana Jumanne tarehe 23 Juni, ndege inayodaiwa kuwa ya Rwanda ilifanya safari kadhaa kati ya Rwanda, Kavumu na Muramvya, huku ikitajwa kusafisha wanajeshi kwa lengo la kuimarisha uwepo wa kijeshi katika miili wa Minembwe. Taarifa hizo zinaeleza kuwa ndege hiyo ilifanya takriban safari 3 katika eneo hilo, jambo ambalo limezua kikubwa miongoni mwa wakazi wa nyanda za juu ambao tayari wanaishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na hali ya usalama inaendelea kuzorota. Wakazi wa Minembwe na vijiji vya jirani wanasema kuwa kuona harakati za ndege katika anga la eneo limeongeza hofu na uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika siku zijazo. Baadhi ya wananchi wanaeleza kuwa hali na wakumbusha matukio ya zamani ya vita na mapigano yanasababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Taarifa hizo pia zinaendelea kusambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii na katika jamii ya nyanda za juu, huku watu wengi wakitaka ufafanuzi kuhusu harakati hizo za anga na athari zake kwa hali ya usalama katika eneo la Minembwe. Wakati huo, baadhi ya wananchi wa wadau wa usalama wanaonyesha wasiwasi wao kuhusu kimya mamlaka za jeshi la FARDC kuhusiana na madai hayo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibitisha au kukanusha taarifa hizo. Ukosefu wa mawasiliano rasmi kuhusu madai hayo umeendelea kuzua maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, ambao wanaeleza kuwa taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka zinaweza kusaidia kupunguza taharuki na uvumi unaendelea kusambaa.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa katika mazingira ya migogoro, ukosefu wa taarifa rasmi unaweza kuongeza hofu miongoni mwa wananchi kuna kutoa nafasi kwa taarifa zisizothibitishwa kuenea kwa kasi. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo ya Minembwe, Fizi na Mwenga yameendelea kushuhudia mivutano ya kiusalama, operesheni za kijeshi na mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu. Hali imeendelea kuathiri wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kibinadamu na kiuchumi. Wananchi wengi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za kitaifa na viongozi wa usalama kutoa taarifa mara kwa mara kuhusu hali ya usalama ili kuondoa hofu na kuwapa wananchi uhakika kuhusu hatua zinazochukuliwa kwa ajili ya kulinda raia. Mpaka sasa madai kuhusu safari hizo za ndege na uwepo wa wanajeshi yanaendelea kufuatiliwa na vyanzo mbalimbali vya habari, huku wananchi wa Minembwe na maeneo ya jirani wakaendelea kuishi katika hali ya taharuki wakisubiri maelezo rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Médecins Sans Frontieres maarufu kama MSF imetangaza kuwa imepokea na kuwahudumia takribani wapiganaji wagonjwa 20 waliojeruhiwa katika kituo cha Bitale chopo katika wilaya Kale mkoani Kivu Kusini. Majeruhi walifikishwa hospitalini baada ya mapigano makali yaliyokutanisha waasi wa M23 na wazalendo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo la kimataifa la matibabu, wagonjwa wengi wamepokelewa wakiwa na majeraha mbalimbali yaliyotokana na risasi, milipuko wa madhara mengine na mapigano ambayo yameendelea kuasili eneo la Bunyakiri na maeneo jirani. MSF inaeleza kuwa licha ya mazingira magumu ya kiusalama na changamoto zinazokabili sekta ya afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu zake zinaendelea kubaki katika maeneo yaliyoathirika ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma muhimu za afya. Shirika hilo linaeleza kuwa wakati taifa endelea kueleza nguvu kubwa katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, bado kuna dharura nyingine zinazowakabili wananchi sana wale wanaoathiriwa na mapigano yanaendelea katika Kivu Kusini. Katika eneo la afya la Bunyakiri, hospitali ya vituo vya afya vinaendelea kupokea majeruhi, huku mahitaji ya dawa, vifaa vya matibabu na huduma za dharura zikiongezeka siku hadi siku. Wafanyakazi wa afya wanaendelea kufanya kazi katika mazingira magumu, huku wakabiliana na idadi kubwa ya wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. MSF imekumbusha pande zote zinazohusika katika mapigano kuwa sheria za kimataifa na za binadamu zinawataka kulinda raia katika mazingira yote. Shirika hilo limesisitiza kwamba wananchi wanaohusika na mapigano, wasiohusika na mapigano hawapaswi kuwa waasiriwa wa vita na kwamba huduma za afya zinapaswa kuheshimiwa na kulindwa. Hali ya usalama katika eneo la Bitale inaendelea kuwa ya wasiwasi tangu katikati ya mwezi Juni. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba baada ya siku mbili za mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 na wazalendo, kwa upande mwingine mji wa Bitale uliangukia chini ya udhibiti wa waasi wa M23 asubuhi ya tarehe 15 Juni mwaka 2026. Mapigano yalikuwa miongoni mwa makali zaidi yaliyoshuhudiwa katika eneo hilo katika wiki za hivi karibuni. Milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, huku mamia wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa kufia usalama wao. Bitale ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu lipo katika milio ya Chivanga, Bulambika na Ombo, karibu na hifadhi ya taifa ya Kauzi-Biega. Kwa muda mrefu eneo lilikuwa chini ya udhibiti wa jeshi la serikali pamoja na washika wao wa wazalendo kabla ya waasi kulichukua. Kupotea kwa eneo hilo kumebadilisha hali ya usalama katika sehemu kadhaa za Kale na Bunyakiri, huku wananchi wengi wakihofia kuongezeka kwa mapigano katika siku zijazo. Baadhi ya familia tayari zimekimbia makazi yao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wakazi wa maeneo ya Sirika wanaeleza kuwa mbali na mapigano wanakabiliwa pia na ukosefu wa chakula, dawa na huduma za msingi. Wengi wao wamejikuta wakihitaji msaada wa kibinadamu, huku vituo kadhaa vya afya vikikabiliwa na uhaba wa vifaa. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazopigana kuruhusu upatikanaji wa misaada kwa wananchi na kuhakikisha kuwa wagonjwa, majeruhi, wanawake na watoto wanapata ulinzi unaostahili. Kadiri mapigano yanavyoendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, changamoto za kibinadamu zinaendelea kuongezeka. Wakati juhudi za kupambana na Ebola zikiendelea, hali ya usalama inaendelea kuwa tishio jingine kubwa kwa maelfu ya wananchi ambao wamejikuta katikati ya vita. Mpaka sasa idadi kamili ya waliojeruhiwa na waliolazimika kuyama makazi yao bado ya kufuatia mapigano ya Bitale bado hajajulikana, huku mashirika ya kimisaada na mamlaka za afya zikiendelea kufuatilia hali hiyo katika eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kuwakamata wapiganaji 16 wanadaiwa kuwa wanamgambo Mai Mai katika operesheni kubwa ya kijeshi iliyofanyika siku ya Jumamosi tarehe 12 Juni katika kijiji cha Bangasoli kilichopo takriban kilomita 20 kutoka katikati ya Mambasa mkoani Ituri. Operesheni hiyo imeelezwa kuwa sehemu ya juhudi za kijeshi za kurejesha usalama na mamlaka ya serikali katika maeneo yanayokabiliana na uwepo wa makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, wanamgambo walikuwa wameanza kujikusanya katika baadhi ya vijiji vya Babila Babombi kwa wiki
wiki kadhaa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kundi hilo lilikuwa na vijana wenye silaha waliotoka katika mkoa wa Jimbo Kivu Kaskazini, ingawa walitambulisha kama wanachama wa vikundi vya kujilinda vinavyolenga kupambana na wasi wa ADF. Wananchi wa eneo hilo waliendelea kulalamika vitendo vyao. Wakazi wa Bengasoli na maeneo jirani walikuwa wakidai kwamba watu wenye silaha walihusika katika vitendo mbalimbali vya kiukwaji wa haki za binadamu, vitisho dhidi ya raia pamoja na usumbufu wa mara kwa mara uliokuwa ukihatarisha maisha ya wananchi. Kutokana na malalamiko na taarifa zilizokuwa zikitolewa kwa wananchi, vikosi vya 31 vya ufuatiliaji wa haraka za FARDC kilianzisha operesheni maalumu ya kuwasaka watu wao wenye silaha. Katika operesheni hiyo, jeshi lilifanikiwa kuwakamata wanamgambo 16 wanaotumiwa kuwa sehemu ya kundi hilo. Silaha 3 na AK-47 zilinaswa pamoja na idadi ya silaha za jadi na mapanga yaliyokuwa kitumiwa na watu wao. Mamlaka za kijeshi zinasema kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa lengo la kurejesha utulivu katika eneo hilo na kuhakikisha kuwa makundi yote yenye silaha na watishia wananchi yanaondolewa. Baada ya operesheni hiyo, hali ya utulivu imeendelea kurejea katika baadhi ya maeneo ya Bengasoli, huku wananchi wakieleza kuridhishwa na hatua iliyochukuliwa na jeshi. Baraza la vijana ya wilaya Mambasa limepongeza FARDC kwa operesheni hiyo na kusema kuwa hatua hiyo imerejesha matumaini kwa wananchi walikuwa wakiishi katika hofu na kutokana na uwepo wa watu wenye silaha. Viongozi wa vijana katika eneo wanasema kuwa muda mrefu wananchi walikuwa wakikabiliana na vitisho, ukosefu wa usalama na hofu ya mashambulizi kutoka kwa makundi hayo. Wameeleza kwa kuingia kati kwa jeshi kumeonyesha dhamira kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yanayokumbwa na migogoro. Hata hivyo, viongozi wa kijamii wamestaka mamlaka za kijeshi kuendelea na operesheni za kusaka makundi mengine yenye silaha ambayo bado endelea kufanya vitendo vya uhalifu katika baadhi ya maeneo ya Mombasa. Wananchi pia wameomba uwepo wa kudumu wa vikosi vya usalama ili kuzuia kurejea kwa watu wenye silaha ambao wanaweza kujaribu kujipanga upya baada ya operesheni hiyo. Kwa upande wao, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa uwepo kwa makundi mbalimbali yenye silaha katika Ituri na maeneo jirani ya Kivu Kaskazini bado ni changamoto kubwa kwa usalama wa wananchi. Wanasema kuwa pamoja na operesheni za kijeshi, juhudi za kurejesha amani zinahitaji pia ushirikiano wa wananchi, viongozi wa kijamii na mamlaka za serikali ili kuzuia vijana kujiunga na makundi yenye silaha. Mpaka sasa watu waliokamatwa wamewekwa chini ya ulinzi na vyombo vya usalama kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku jeshi likiahidi kuendelea na operesheni zake dhidi ya makundi yote yenye silaha na ili kuhatarisha usalama wa raia katika wilaya Mombasa na maeneo ya jirani. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye anaendelea na ziara yake ya kiserikali mjini Kinshasa, ambako amekutana na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kujadili masuala mbalimbali yanayohusu ushirikiano wa nchi zao pamoja na changamoto za usalama zinazokabili Afrika. Ziara hiyo ambayo ilianza siku ya Jumatano inaonekana kuwa ni muhimu mkubwa kwa nchi hizo mbili, hasa katika kipindi ambacho eneo la Maziwa Makuu linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na migogoro ya kisiasa. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika mjini Kinshasa, viongozi wao walijadili namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuanzisha miradi ya maendeleo yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa pande zote mbili. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari siku ya Jumanne, Rais Felix Antoine Tshisekedi alisema kuwa yeye na mwenzake wa Burundi wamekubaliana kwamba ushirikiano wa nchi hizo mbili haupaswi kubaki katika ngazi za kauli pekee, bali unapaswa kuonekana kupitia miradi halisi inayoweza kuboresha maisha ya wananchi. Rais Tshisekedi alieleza kuwa viongozi hao pia walijadili vipaumbele vya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa kipindi cha uongozi wa bara hilo. Kwa mujibu wa rais wa Kongo, viongozi wao walikubaliana kuendelea kutetea zana ya kutafuta suluhisho la Kiafrika kwa matatizo ya Afrika. Kwa mujibu wa kauli ya Rais Tshisekedi, nchi hizo mbili zimeonyesha mshikamano wao katika kuheshimu misingi ya uhuru wa mataifa, kutokuhusiana katika masuala ya ndani na nchi nyingine, kuheshimu mipaka ya kitaifa pamoja na kuimarisha uhusiano mwema wa majirani. Viongozi wao walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mkataba wa Umoja wa Mataifa na misingi ya Umoja wa Afrika ambayo inalenga kulinda amani, usalama na mshikamano wa nchi wanachama. Mbali na masuala ya ushirikiano wa kikanda, hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kwa miongoni mwa ajenda kuu za mazungumzo hayo. Rais Tshisekedi alisema kwamba yeye na Rais Ndayishimiye walifanya majadiliano ya kina kuhusu juhudi zinazoendelea za kurejesha amani, usalama na mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoharisiwa na vita na makundi yenye silaha. Kiongozi wa Kongo alisisitiza kuwa nchi yake inaendelea kujitolea kutafuta amani ya kudumu na haki inayoweza kudhibitiwa katika maeneo ya mashariki mwa taifa.
Aliongeza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kushiriki kamilifu katika juhudi zote za diplomasia zinazolenga kumaliza mgogoro. Katika mkutaba huo, Rais Tshisekedi alitaja mchakato wa Washington ya mazungumzo ya Doha pamoja na juhudi za upatanishi zinazofanywa na uongozi wa Afrika kama sehemu ya njia inaweza kusaidia kurejesha amani katika eneo la Mashariki. Alisisitiza kuwa ushiriki wa Kongo katika mazungumzo hayo umefanyika kwa kuheshimu kikamilifu mamlaka ya taifa, mipaka ya nchi na misingi za sheria za kimataifa. Rais Tshisekedi pia alionyesha kuwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii hayawezi kupatikana ikiwa hali ya usalama mashariki mwa nchi haitarejea. Kwa mujibu wake, juhudi za kujenga miundombinu, kuboresha huduma za kijamii na kuleta maendeleo katika maendeleo mbalimbali ya nchi zitaendelea kukumbwa na changamoto ikiwa vita na ukosefu wa usalama vitaendelea. Kwa upande wake, Rais Evariste Ndayishimiye ambaye sasa ameongoza Umoja wa Afrika endelea kuhimiza mshikamano wa nchi za Afrika katika kutafuta suluhisho la mgogoro unayokabili bara hilo. Ziara yake nchini Kongo inaonekana pia kama ishara ya kuimarika kwa ushirikiano kati ya Kinshasa na Bujumbura katika kipindi ambacho nchi za eneo la Maziwa Makuu inaendelea kutafuta njia ya kuimarisha usalama na amani. Wachambuzi wa siasa za kikanda na wanaamini kuwa mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yanaweza kuchangia kuimarisha juhudi za diplomasia zinazolenga kutatua mgogoro mashariki mwa Kongo. Kadiri juhudi za amani zinavyoendelea katika kupitia njia mbalimbali za mazungumzo na upatanishi, wananchi mashariki mwa Kongo wanaendelea kutarajia kurejea kwa usalama, utulivu na maendeleo baada ya miaka mingi ya migogoro ya vita. Mpaka sasa serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa kurejesha amani na mamlaka ya dola katika maeneo yote mashariki mwa nchi ndio msingi muhimu wa maendeleo na ustawi wa taifa nzima. Diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Nous avons également échangé sur le rôle des mécanismes régionaux dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins. À cet égard, nous avons souligné l'importance des projets structurants capables de rapprocher davantage nos économies, de faciliter la circulation légale des personnes et des biens, de renforcer les corridors commerciaux, de développer les infrastructures transfrontalières et d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. De m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important de ramener la paix. Ce travail qui demande aussi que les institutions soient stables. Ici, j'ai appelé
Je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Sûrement qu'il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés, on n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. Et j'ai remercié beaucoup mon frère, le président Félix, qui a les bras ouverts envers le dialogue. Et moi, j'ai soutenu cette initiative de toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. Et donc, je serai toujours disposé à soutenir toute initiative visant à maintenir l'unité et la cohésion dans la société, mais en insistant toujours sur la stabilité interne et l'unité entre tous les Congolais, quelles que soient les différences. Mamlaka za waasi wa M23 zimetangaza hatua mpya kudhibiti usafiri wa magari yanayotoka katika mji wa Butembo, Beni pamoja na mkoa wa Ituri katika kile kinachoelezwa kuwa ni juhudi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Uamuzi huo ulitangazwa siku ya jana Jumanne tarehe 13 Juni baada ya mkutano ulifanyika kati ya viongozi wa waasi M23 na wawakilishi wa makampuni mbalimbali za usafiri zinazofanya shughuli zao katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa mamlaka hizo, madereva wanaotoka katika miji ya Butembo, Beni na maeneo ya Ituri hawataruhusiwa tena kuingia moja kwa moja katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Hatua inalenga kupunguza hatari za kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola aina Bundibugyo ambayo imeendelea kuzua wasiwasi katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Viongozi wa waasi wa M23 wanasema kuwa afya ya wananchi waliopo katika maeneo yanayosimamia ni jambo la msingi, hivyo ni lazima kuchukua hatua kali za kuzuia maambukizi kabla ya ugonjwa huo kusambaa katika maeneo mengine. Katika hatua nyingine, mamlaka hizo zimeagiza kwamba kila kampuni ya usafiri inayofanya safari kati ya mili ya Goma Grano lazima iweke madereva wawili kwa kila gari. Kwa mujibu wa utaratibu mpya, madereva wanatakiwa kubadilishana uendeshaji katika eneo la Kisombiro lipo katika wilaya Lubero. Kabla ya mabadiliko hayo kufanyika, magari yatatoka katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola yanapaswa kupitia zoezi la usafirishaji na kuondoa melea ili kupunguza hatari ya maambukizi. Hatua hizo zimezua mjadala tofauti miongoni mwa wananchi na wadau wa sekta ya usafiri, wakati baadhi wakiunga mkono hatua hizo na kama njia ya kulinda afya ya wananchi. Wengine wanaeleza hatua hizo zinaweza kuathiri biashara, usafiri na shughuli za kiuchumi katika maeneo husika. Si mara ya kwanza kwa mamlaka za waasi wa M23 kuchukua hatua za aina hii. Tangu tarehe 13 Mei mwaka 2016, usafiri wa abiria kati ya mji wa Goma na Butembo umesimamishwa kwa muda usiojulikana. Uamuzi ulitangazwa kupitia taarifa rasmi iliyotolewa mwezi Mei, ambako mabasi na teksi maarufu kama kwa jina la Leo ilizuia kusafiri abiria kati ya miji hiyo miwili. Kwa mujibu wa mamlaka hizo, kusimamishwa kwa safari hizo kulilenga kupunguza uwezekano wa kusambaa kwa Ebola katika miji moja kwenda nyingine kupitia usafiri wa umma. Hata hivyo, usafirishaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula na mizigo mingine muhimu uliendelea kuruhusiwa. Katika mazingira ni dereva pamoja na msaidizi wake pekee wanaruhusiwa kuwa ndani ya gari. Hatua mpya zilitangazwa sasa zinaonekana kama kuimarisha zaidi mikakati ya kudhibiti mienendo ya watu kati ya maeneo yanayoathiriwa na Ebola na hali ambayo bado hayajaripoti visa vya ugonjwa huo. Wakati huo, wataalamu wa afya endelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari dhidi ya Ebola, ugonjwa ambao umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini Kongo katika miaka iliyopita. Kwa upande wa sekta za usafiri, lakini madereva wameeleza wasiwasi wao kuhusu gharama za kuajiri madereva wawili kwa kila gari moja kama ucheleweshaji wa safari unaweza kutokea kutokana na taratibu mpya za ukaguzi na usafirishaji wa magari. Wafanyabiashara pia wanahofu kuwa vizuizi hivyo vinaweza kuathiri mzunguko wa bidhaa na biashara kati ya miji ya Kivu Kaskazini na Ituri. Licha ya changamoto hizo, mamlaka za waasi wa M23 zimesisitiza kuwa hatua hizo ni za muda na zinalenga kulinda afya ya wananchi dhidi ya vitisho vya Ebola. Mpaka sasa hatua hizo mpya zimeanza kutekelezwa katika baadhi ya maeneo, huku mamlaka zikiwataka wananchi kuendelea kuheshimu kanuni za afya na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Nani hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 24 Juni mwaka 2026.
Tunashukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kuletea taarifa sahihi za haraka na za kuaminika kuhusu matukio yanayoendelea ndani na nje ya nchi yetu na ukanda mzima wa maziwa makuu. Tunakumbusha kuendelea kuchukua tahadhari katika masuala ya usalama na afya, hasa katika maeneo yanayoendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali na kushirikiana na mamlaka husika pale inapohitajika. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info na kutakia siku njema na kazi na amani na mafanikio. Na tuone tena katika taarifa yetu ijayo. Mimi ni Teloje Lulonga na asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia. Kwaheri na Mungu endelee kubariki na tuone tena katika matangazo yetu ya mchana. Bye bye na chau.